Mmeona mradi huu ambao ulishakwama siku nyingi sana, huu wa Same Mwanga Korogwe, lakini Mheshimiwa Rais alisema huu mradi lazima utekelezwe. Tulikaa vikao vingi sana na wenzetu wa Wizara ya Maji ili kuweza kuhakikisha kwamba maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa. Ni furaha sasa leo ninapopata taarifa kwamba awamu ya kwanza imekamilika na sasa awamu ya pili inaendelea, ili hali tayari huduma ikiwa imeshaanza kutolewa kwa wananchi wetu. Hizo ni jitihada za Mheshimiwa Rais, na si mradi huo tu. Ipo miradi mingi ambayo ilikuwa imekwama. Mheshimiwa Waziri wa Maji anatambua, lakini ipo pia miradi ya aina hiyo katika sekta zingine. Lakini si hilo tu. Mheshimiwa Rais alikuta tuna wilaya zaidi ya 64 ambazo hazikuwa na mradi wowote wa VETA, wa vyuo vyetu vya VETA. Alikuta kuna wilaya zaidi ya 119 ambazo hazina hospitali ya wilaya. Alikuta zaidi ya kata 649 ambazo hazikuwa na vituo vya afya. Ndani ya kipindi cha miaka 4 alijenga hospitali zote 119 za wilaya ambazo hazikuwa na wilaya. Na hata hapa tumeelezewa mafanikio haya. Lakini pia akajenga vituo vya afya 649 kwenye kata na tarafa na kata za kimkakati ambazo hazikuwa na vituo vya afya. Na akaelekeza VETA zote, wilaya zote ambazo hazikuwa na VETA zijengwe, ikiwemo na mikoa ambayo haikuwa na VETA. Mikoa mingine ujenzi umeshakamilika, nadhani umebakia huo mkoa mmoja ambao kazi hiyo inaendelea kumaliziwa. Lakini si hilo tu. Akajenga shule za sekondari zaidi ya 1300, zikiwemo shule maalum kwa wasichana kwa kila mkoa. Zikajengwa shule za msingi 2700 na yakajengwa madarasa 79,000. Mtakubaliana nami kwamba kwa vyovyote vile ukijenga zahanati 2800 kwa mpigo kama alivyofanya Mheshimiwa Rais, ni dhahiri kwamba zitajitokeza changamoto zingine zinazotokana na maendeleo hayo. Mheshimiwa Rais akaelekeza ndani ya siku 100 za utawala wake baada ya kuapishwa ataajiri madaktari, wataalamu wa afya wapatao 5,000 na walimu wapatao 7,000. Hivi tunavyoongea, tangu mwezi Januari wataalamu hawa walishaajiriwa na tayari walishapelekwa kwenye vituo vyao.